Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Katika tambarare kavu za mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Bariadi, kulikuwa na eneo ambalo hata ramani za zamani zilionekana kulikwepa. Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya misitu ya mibuyu na miiba iliishia ghafla, kana kwamba dunia ilikuwa imechoka kuendelea. Mwisho wa barabara hiyo ndipo kilipokuwepo kijiji cha Gamboshi, kijiji kilichotajwa kwa sauti za chini, kana kwamba kulitaja jina lake kwa nguvu kungeweza kuamsha kitu kilicholala. Hakuna aliyekumbuka hasa ni lini hofu ilianza Gamboshi. Wazee walidai hata kabla wao hawajazaliwa tayari kulikuwa na hadithi za watu waliopotea, mifugo iliyokutwa imekauka damu na sauti zisizoelezeka zilizovuma usiku. Lakini jambo la ajabu zaidi halikuwa matukio hayo. Lilikuwa ni namna wakazi wa Gamboshi walivyoishi, kana kwamba yote hayo yalikuwa ya kawaida. Jua lilipotua, milango ilifungwa mapema. Hakukuwa na vicheko vya watoto wala hadithi za jioni karibu na moto kama ilivyokuwa vijiji vingine. Gamboshi ilitulia haraka sana usiku, na ukimya wake ulikuwa mzito kiasi kwamba mtu angeweza kusikia mapigo ya moyo wake mwenyewe. Siku moja ya Agosti yenye upepo mkali wa vumbi, basi dogo la abiria lilisimama katika kituo cha mwisho kilichokuwa karibu kilomita 10 kutoka Gamboshi. Abiria walishuka mmoja mmoja, lakini kulikuwa na kijana mmoja aliyebaki amesimama akitazama mbali, kana kwamba alikuwa akijaribu kuona hatima yake. Jina lake alikuwa Daniel Mwakyusa, mwalimu wa shule ya msingi mwenye miaka 27. Hakuwa mtu wa kuamini sana mambo ya kishirikina. Alikuwa amekulia mjini Mwanza akisoma sayansi na kuamini kila kitu kina sababu ya kueleweka. Alipokea barua ya ajira wiki 2 zilizopita. Ilisema kwa kifupi, umepangiwa kufundisha katika shule ya msingi Gamboshi, wilaya ya Bariadi. Hakujua chochote kuhusu Gamboshi wakati huo. Unaenda Gamboshi? Dereva wa basi alimuuliza kabla hajaondoka. Daniel alitikisa kichwa. Dereva alimwangalia kwa muda mrefu kidogo, kisha akasema kwa sauti ya chini, kama unaweza kuomba uhamisho mapema, fanya hivyo. Daniel alicheka, kuna nini huko mzee? Dereva hakujibu. Alifunga mlango na kuondoka, huku akimwacha Daniel na mzigo wake pembeni ya barabara. Dakika chache baadaye, pikipiki ilifika. Dereva wake alikuwa mwanaume mkimya aliyejitambulisha kama Kulwa. Walipoanza safari, upepo ulivuma kwa nguvu, ukibeba harufu ya udongo mkavu. Kwa muda wa dakika 20 hawakuongea. Kisha ghafla, Kulwa alisema, ukisikia mtu anakuita jina lako usiku, usijibu. Daniel alicheka tena. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine si mtu. Safari iliendelea kimya. Kadri walivyokaribia Gamboshi, miti ilianza kuwa mikubwa na iliyopinda maumbo ya ajabu. Baadhi yake ilionekana kama mikono ya watu walioganda wakijaribu kuomba msaada. Hakukuwa na ndege waliokuwa wakiimba, jambo ambalo Daniel aliligundua bila kujua kwa nini lilimfanya ahisi vibaya. Walipoingia kijijini, watu wachache waliokuwa njiani walisimama na kumtazama. Hakuna aliyetabasamu, hakuna aliyesalimia. Ilikuwa kama kuwasili kwake hakukuwa habari njema. Mwenyekiti wa kijiji, Mzee Nyamhanga, alikuwa mrefu, mwembamba na macho yake yalionekana kuwa makini kupita kiasi. Karibu Gamboshi mwalimu, alisema polepole. Asante sana mzee. Baada ya ukimya mfupi, mzee aliongeza, ila ukihitaji chochote sema, ila kuna jambo moja, jaribu kutotembea ovyo usiku. Ni wanyama? Daniel akauliza. Mzee hakujibu moja kwa moja. Kuna mambo ni bora uyaone kuliko kuelezwa. Nyumba aliyopangiwa ilikuwa ya zamani kidogo, yenye kuta za udongo na paa la bati lililolia kila upepo ulipopita.
Ilikuwa karibu na shule, lakini upande wa pili kulikuwa na kichaka zito kilichoonekana hakijaguswa kwa muda mrefu. Usiku wake wa kwanza Gamboshi, Daniel alilala mapema kutokana na uchovu wa safari. Lakini majira ya saa 6 za usiku alishtuka. Kulikuwa na sauti juu ya paa. Hatua nzito, taratibu. Alikaa kitandani akisikiliza. Akajisemea, labda ni paka, lakini paka hawatembei kwa uzito ule. Kisha akasikia kitu kilichofanya damu yake ipoe. Kicheko cha mbali, cha chini na kikavu. Alinenyuka polepole, akachukua tochi na kufungua mlango kidogo. Baridi ilimpiga usoni. Hakukuwa na mtu, lakini alipomulika chini, aliona alama za miguu kwenye vumbi. Zilikuwa kubwa kuliko za kawaida na zilielekea msituni. Asubuhi ilipofika, Daniel alijaribu kujifanya hakujali. Alielekea shuleni ambako alikutana na walimu wawili tu, Bi Neema na mwalimu Petro. Walionekana watu wema, lakini walizungumza kidogo sana. Baada ya masomo, Daniel aliwauliza kwa maza, ni nani alipita juu ya paa langu usiku? Mnalea mbuzi wa kuruka hapa? Walibadilishana macho. Bi Neema akasema kwa sauti ya chini, ukisikia vitu usiku, jifanya hujasikia. Kwa nini kila mtu anasema hivyo? Hakuna aliyemjibu. Wiki zilianza kupita. Daniel alianza kuzoea Gamboshi, ingawa kulikuwa na hali ya kudumu ya kuangaliwa ambayo hakuielezea. Watoto shuleni walikuwa watulivu kupita kawaida. Hawakupiga kelele wala kucheza sana. Mara moja alimkuta mtoto mmoja akitazama dirishani badala ya kuandika. Unaangalia nini? Daniel aliuliza. Mtoto alinong'ona. Wakati mwingine kuna watu husimama pale, lakini hawana nyuso. Daniel aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu. Usiku moja alipokuwa anarudi nyumbani, aliona wanawake watatu wakitembea mbele yake. Walikuwa wamebeba vikaspi, lakini ajabu ni kwamba hawakutoa sauti ya nyuaksi. Aliharakisha ili wafikie, lakini ghafla waligeuka kona ya njia. Alipofika pale, hakukuwa na mtu. Hakukuwa hata na alama za miguu. Hapo ndipo mara ya kwanza Daniel alihisi hofu halisi ikiingia moyoni. Na hiyo ilikuwa mwanzo tu. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.